Jerusalem. India imepuuzilia mbali ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International kuhusu mauaji ya kiholela katika ukanda wa Gaza, ikiita kuwa uongo usio na msingi. Shirika hilo limeituhumu Israel leo Jumanne kwa kufanya mauaji ya kiholela dhidi ya Wapalestina huko Gaza, kwa kuwahamisha kwa lazima wakazi na kwa kusababisha janga la kibinadamu kwa maksudi. Katika ripoti yake ya kila mwaka, Amnesty International imesema Israel inachukua hatua kwa dhamira mahususi ya kuwaangamiza Wapalestina katika ukanda wa Gaza na hivyo kufanya mauaji ya halaiki. Israel imekanusha mara kwa mara madai kama hayo kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu na mataifa kadhaa. Kigali. Jeshi la Rwanda linawasindikiza wanajeshi wa vikosi vya Jumuiya ya Kiuchumi ya Kusini mwa Afrika SADC kupitia ardhi yake kwenda Tanzania, huku wakiondoka eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Rwanda katika kauli yake aliyoitoa leo Jumanne. Jumuiya ya SADC yenye nchi 16 wanachama ilisema katikati ya mwezi Machi kwamba ilikuwa imefuta mamlaka ya ujumbe wake na ingeanza kuondoa vikosi vyake kwa awamu kutoka mashariki mwa Kongo. Ujumbe wa SADC ulitumwa Kongo kuisaidia serikali ya mjini Kinshasa kupambana na makundi ya waasi upande wa mashariki mnamo Disemba mwaka 2023. Islamabad. Pakistan imesema imeitungua drone ya India katika mpaka wa eneo la Kashmir. Hayo yameripotiwa na redio ya taifa, ikiwa ni wiki moja tangu shambulizi la umwagaji damu dhidi ya raia katika eneo hilo linalozozaniwa. Jeshi la India pia limesema pande zote mbili zimeshambuliana kwa risasi kwa usiku wa 5 mfululizo katika vituo vya upekuzi vya eneo lenye ulinzi mkali katika mlima wa Himalaya. China kupitia msemaji wa wizara yake ya mambo ya nje Guo Jiakun imezitaka India na Pakistan zisuluhishe matatizo yao kwa njia ya mazungumzo. India na Pakistan ni nchi muhimu Asia ya Kusini. Kuishi kwao kwa maelewano ni muhimu kwa amani, uthabiti na maendeleo ya eneo hilo. Kama jirani wa India na Pakistan, China inatoa wito kwa pande zote mbili zijizuie na zishughulikie ipasavyo tofauti zao kupitia mdahalo na mashauriano, na kwa pamoja kudumisha amani ya kikanda, utulivu na uthabiti. Wakati huo huo, Uingereza imesema hivi leo kwamba inafanya wajibu wake kuhakikisha mvutano hauzidi kutokota kati ya India na Pakistan kufuatia shambulizi hilo la kigaidi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Vatican. Makao makuu ya kanisa Katoliki duniani Vatican yamesema hivi leo kwamba makardinali wawili wa kanisa hilo hawatahudhuria kongamano la wiki ijayo la kumchagua papa mpya kwa sababu ya masuala ya afya, na hivyo kuifanya idadi ya wapiga kura wanaotarajiwa kufikia 133. Vatican haikuwataja makardinali hao, lakini chanzo katika jimbo kuu la Valencia kimelithibitishia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba askofu mkuu mstaafu Kardinali Antonio Canizares hatahudhuria mkutano huo kutokana na sababu za kiafya. Jumla ya makardinali 135 wanastahili kupiga kura katika hafla hiyo ya siri katika kanisa la Sistine Chapel, makazi rasmi ya papa, itakayoanza Mei 7 na inatarajiwa kudumu kwa siku kadhaa. Ikiwa wengine wote watahudhuria, kutakuwa na makardinali 133 watakaopiga kura. Brussels. Kamisheni ya Umoja wa Ulaya imesema hivi leo kwamba umoja huo utajifunza mambo kadhaa muhimu kutokana na kupotea kwa umeme kwa kiwango kikubwa ambako hakukutarajiwa katika rasi ya Iberia hapo jana. Msemaji mkuu wa kamisheni hiyo, Paula Pino, amesema kwa kushirikiana kwa karibu na waendeshaji na wasimamizi wa gridi ya taifa ya umeme, makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels yatachunguza kwa makini sababu zilizopelekea umeme kupotea Uhispania na Ureno, kwa umbali gani Umoja wa Ulaya umejiandaa vyema na ni masomo gani yanayoweza kupatikana kutokana na tukio kama hilo. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez amesema serikali yake imeanzisha tume maalum kuchunguza sababu za kupotea kwa umeme nchi nzima. Akizungumza na vyombo vya habari siku moja baada ya Uhispania na Ureno kukabiliwa na giza kwa sababu ambazo hazijajulikana, Waziri Mkuu Pedro pia amesema hatua zote zitachukuliwa kuhakikisha umeme haupotei tena. Hanoi.
Vietnam itawaachia huru wafungwa zaidi ya 8,000 wakiwemo wa kigeni kabla maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanguka kwa Saigon. Mwisho wa habari za ulimwengu. DW Dunia Yetu leo jioni. Ni Josephat Charo aliyekuletea habari za ulimwengu. Katika safu yetu ya uchambuzi jioni ya leo utasikia Amnesty International yaishutumu Israeli kufanya mauaji ya halaiki mbele ya macho ya walimwengu dhidi ya Wapalestina. Asasi za kiraia na vyama vya upinzani huko Kongo vimetoa wito kwa Rais Tshisekedi kuzingatia maslahi ya umma linapokuja swala la makubaliano ya amani mashariki mwa nchi. Na nako kwenye michezo ya UEFA nyasi zimetimka. Usiondoke hapo ulipo, tumesheni mengi. Naam, tunapatikana pia kwenye YouTube na Facebook, utafuta DW Kiswahili, tuachie maoni yako na tutayasoma. Tuanze safu yetu ya uchambuzi kuangalia mzozo wa Mashariki ya Kati ambapo shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeituhumu Israeli kufanya mauaji ya halaiki mbele ya macho walimwengu kwa kuwalazimisha Wapalestina karibu wote wa ukanda wa Gaza kuyakimbia makazi yao na kuwatabisha kwa kuzuia misaada ya kiutu. Tamko hilo la Amnesty ambalo Israeli imelipinga ikitaja kuwa uongo usio na mfano limetolewa wakati shinikizo la kimataifa linaongezeka dhidi ya Israeli kuruhusu misaada ingie Gaza. Zaidi anaeleza mwenzangu Rashid Chilumba. Kwenye ripoti yake ya kila mwaka, shirika la Amnesty International limesema tangu kuzuka vita kwenye ukanda wa Gaza karibu mwaka 1.5 uliopita, Israel imekuwa ikifanya kile inaloweza kwa dhamira ya kuangamiza Wapalestina na kwa hivyo inafanya mauaji ya halaiki. Amnesty imesema imerekodi matendo chungu nzima ya uhalifu wa kivita yanayofanywa na Israel kama mashambulizi dhidi ya raia na kwamba kwa makusudi Israel imesababisha janga kubwa la kibinadamu ambalo viwango vyake havielezeki. Shirika hilo lenye makao yake makuu mjini London limesema karibu watu milioni 1.9, idadi inayofikia 90% ya wakazi wote wa Gaza, wamelazimishwa kuyahama makazi yao. Katibu mkuu wa Amnesty International Agnes Callamard amesema wakati akitoa ripoti ya shirika hilo kwamba tangu kundi la Hamas lilipofanya shambulizi la kutisha ndani ya Israeli mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, ulimwengu umekuwa shuhuda wa mauaji ya halaiki yanayotokea mbele ya macho yao kupitia runinga na mitandao ya kijamii. Ameongeza kusema kwa mataifa duniani yameendelea kutizama kana kwamba hayana nguvu yoyote namna Israel inavyowaua maelfu ya Wapalestina, kuangamiza koo na familia nzima, kuharibu makazi, hospitali pamoja na shule. Ikumbukwe, Israel ilianzisha kampeni yake ya kijeshi saa chache baada ya shambulizi la Oktoba 7 ikilenga kuliangamiza kundi la Hamas lililosababisha vifo vya watu 1,200. Ripoti hiyo ya Amnesty International ambayo ni moja kati ya zile zilizowahi kutumia maneno makali zaidi kuzungumzia mzozo wa Gaza imepingwa mara moja na serikali ya Israel. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa nchi hiyo, Oren Mamostein, amesema ripoti hiyo imejaa tuhuma za uzushi na uongo usio na mfano. Amesema jeshi la Israel limekuwa likiwashambulia magaidi pekee na sio raia wa kawaida na kwamba badala yake ni kundi la Hamas ndio linawalenga mara zote raia wa Israel na kwenda kujificha kwenye makazi ya Wapalestina. Katika hatua nyingine, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA limetoa hadhari hii leo kwa zuio la Israel la kupelekwa misaada ya kiutu ukanda wa Gaza limegeuka chanzo cha vifo kwenye ardhi hiyo ya Wapalestina, huku watoto na wagonjwa ndio wanataabika zaidi. Msemaji wa UNRWA amearifu kwamba watoto wa Gaza wanakwenda kulala bila kula chochote, huku walio wagonjwa wanashindwa kupata mahitaji yoyote ya hospitali. Afisa huyo wa UNRWA ameendelea kusema, na hapa ni namnukuu, Gaza imekuwa ardhi ya mahangaiko, mzingiro uliopo unawaua watu kimya kimya, watoto, wazee na wengi wasiojiweza, mwisho wa kumnukuu. Hayo yanajiri wakati mahakama ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia misuguano ulimwenguni ICJ imeendelea leo kusikiliza shauri lililofunguliwa dhidi ya Israel kuhusiana na masaibu yanayowakumba Wapalestina wa ukanda wa Gaza. Hapo jana ulimwengu ulisikia kutoka kwa mwanadiplomasia wa Palestina aliyesema Israel inawaua raia na wafanyakazi wa misaada ya kiutu kwenye ukanda wa Gaza. Israel imeitaja kesi hiyo kwenye mahakama ya ICJ kuwa mwendelezo wa kutumiwa sheria za kimataifa kuikandamiza nchi hiyo.
Naam, kuweza kuangalia ripoti hiyo unaweza ukatembelea tovuti yetu, tafuta DW Kiswahili, utaipata kwa urefu zaidi. Tunaendelea na safu hii ya uchambuzi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku tatu kabla ya kusainiwa makubaliano kati ya Kongo na Rwanda ifikapo tarehe 2 Mei, asasi za kiraia na vyama vya upinzani vinatoa wito kwa utawala wa Rais Felix Tshisekedi kuzingatia zaidi maslahi ya umma kwenye makubaliano hayo na Rwanda na kuepuka maslahi yake binafsi ili kuendelea kubaki mamlakani. Taarifa kamili na Lilian Mtono. Tamko la nia ya amani lililosainiwa kati ya Kongo na Rwanda mjini Washington Jumaa iliyopita chini ya uangalizi wa serikali ya Marekani kwa nia ya makubaliano ya amani linatazamwa vibaya na upinzani wa kisiasa nchini Kongo. Muungano wa vyama vya upinzani wa Lamuka chini ya uongozi wa Martin Fayulu umemtuhumu Rais Tshisekedi kuweka rehani madini ya Kongo ili kulinda maslahi yake ya kisiasa. Kwa mujibu wa msemaji wa muungano huo Prince Epenge, makubaliano kati ya Kongo na Rwanda kwa nia ya kiuchumi kama inavyotakiwa na Marekani katika eneo la Maziwa Makuu yatasababisha makampuni ya Marekani kuja kukaa Rwanda ambayo ina viwanda na kutengeneza nafasi za ajira huku Kongo ikiwa shimo ambalo mali ghafi inachimbwa tu. Hata hivyo, Prince Epenge amesema Lamuka inaunga mkono mazungumzo na makubaliano mengine yoyote kwa jina la amani, lakini isiwe kwa njia ya msongamano kama inavyoonekana wakati huu. Kwa upande wake, chama cha siasa cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila kinaona makubaliano haya kama kitendo cha uporaji kinachoungwa mkono na Marekani. Chama hicho kinamshukuru Rais Tshisekedi kwa kutaka kukabidhi migodi ya Kongo kwa jirani yake Rwanda. Lite Bisimwa ni miongoni mwa wasemaji wa chama cha PPRD katika jimbo la Kivu Kusini. Ni mambo ambayo tunapaswa kwenda nayo na umakini zaidi, kwani Amerika imetumika miaka mingi na Mobutu hapo awali na tunajua kama haikufanyizia kitu Kongo. Sasa hii wanataka kuleta urafiki na sisi, siwazi kama ni kufaida ya Kongo, kwani mambo ambayo umeandikiwa kati ya ile mikataba ya kusema eti hata na mapori za kwetu zitakuwa zinaongozewa kwa ujumla na Rwanda, ile inaleta wasiwasi mingi. Siwaze kama tunapaswa kwenda kunabeba vile, kwenda kunakamata mambo hivyo. Kwa upande wake, wapinzani Seth Kikuni na Claudel Lubaya wanakosoa mijadala iliyofanyika katika miji ya Doha nchini Qatar na Washington nchini Marekani, wakikemea kile wanachokiita kuwa kipaumbele kinachotolewa kwa masuala ya kiuchumi pekee. Lakini pia asasi mbalimbali za kiraia zimetoa wito kufunguliwa kwa mazungumzo ya kikanda yanayozijumuisha nchi zote jirani za Kongo, ikiwa ni pamoja na Rwanda. Amos Bisimwa ni mwanaharakati wa vuguvugu la kiraia linalochunguza vitendo vya bunge na serikali, na anadhani kwamba mikataba ambayo tayari imesainiwa na ile iliyosalia kusainiwa haitoshi, na anapendekeza mazungumzo kati ya Wakongo nchini Kongo. Tunawaza kama hii haitaleta suluhisho kwa sababu sio mikataba ya kwanza ambao wanasaini na mateso ya Wakongomani inaendelea. Kwa tunawaza kama suluhisho ya muhimu ingelitokea kwa Wakongomani wao wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kuna shida nyingi sana ndani ya nchi. Kuna shida za uongozi mbaya ambao kila siku tunapigia yowe. Pia wafanyasiasa wetu wao wenyewe kwa wenyewe hawasikilizani. Kuna mambo mengi ambayo haitembee ndani ya nchi. Akizungumza na ujumbe wa maaskofu wa kanisa Katoliki na Kiprotestanti wa Senko ECC Jumatatu mjini Doha, waziri wa mambo ya nje wa Qatar Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi alithibitisha kwamba Qatar inaunga mkono juhudi zinazofanywa kuleta amani nchini Kongo. DW tunavuma kwa kishindo. Imefahamika kwamba serikali ya Marekani inapanga kufunga balozi nyingi barani Afrika. Tangu aingie madarakani mwezi Januari, Rais Donald Trump amekuwa akichukua hatua za kukata ufadhili katika idara, mashirika na programu za serikali kwa kiasi kikubwa, kwa kuwaachisha kazi maelfu ya wafanyakazi wa serikali. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kupunguza uwepo wa Marekani kunaweza kutoa nafasi kwa nchi nyingine kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Afrika. Ripoti ya mwandishi wa DW Martina Shvikoski inasomwa studioni na Wakiombogo. Rais wa Marekani Donald Trump sasa pia anakata uhusiano wa kidiplomasia wa serikali ya Marekani na bara la Afrika. Kulingana na mpango wa kubana matumizi wa Trump, karibu balozi 30 duniani kote zitafungwa, zikiwemo nyingi barani Afrika.
kulingana na rasimu ya amri ya rais ambayo maudhui yake yalikuwa wazi na gazeti la Marekani The New York Times. Upangaji upya kamili wa kimuundo wa Wizara ya Mambo ya Nje umepangwa kufikia Oktoba tarehe 1. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alijibu mara moja kupitia chapisho kwenye mtandao wa X akiita habari za uongo. Kufikia sasa, utawala wa Trump umeteua mabalozi watatu katika bara la Afrika kwa Afrika Kusini, Morocco na Tunisia. Uteuzi wa mabalozi sio kipaumbele kwa utawala wa Trump, na pia katika nchi nyingine zote tayari kuna mabalozi ambao bado wanahudumu au nafasi zilizo wazi. Alex Vines, mkuu wa mpango wa Afrika katika taasisi ya wataalam yenye makao yake makuu London Chatham House, aliambia DW. Orodha ya sasa ya Jumuiya ya Huduma za Kigeni ya Marekani, chama cha kitaaluma cha huduma ya kigeni ya Marekani, inaonyesha kuwa kwa sasa hakuna kujumuishwa kwa mataifa madogo, lakini pia kuhusu suala la ni nani ataiwasilisha diplomasia ya serikali ya Marekani kwa mataifa yaliyoimarika kiuchumi kama vile Nigeria, Kenya, Misri na Ethiopia katika siku zijazo. Lesotho, Eritrea, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kongo, Gambia na Sudan Kusini ziko kwenye orodha ya balozi zitakazofungwa, pamoja na balozi ndogo huko Douala, Cameroon na Durban, Afrika Kusini. Rais Trump wa Marekani hivi majuzi alimteua Leo Brent Bozell wa 3 kama balozi mteule, akisubiri kuthibitishwa na baraza la Seneti la Marekani. Uteuzi wa Bozell unafuatia hatua ya Marekani ya kumwondoa balozi wa Afrika Kusini Ibrahim Rasool kutokana na maoni yake ya kumkosoa Trump, ambayo yalisababisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili kuwa katika hali mbaya. Bozell ni mkosoaji mkuu wa vyombo vya habari vya kihafidhina na huenda akawa uteuzi mgumu kwa Afrika Kusini, amesema Stephen Groods, mkuu wa mradi wa Afrika na Urusi katika taasisi ya masuala ya kimataifa ya Afrika Kusini. Trump alisimamisha misaada ya kifedha kwa nchi hiyo, hatua ambayo pia inaathiri miradi ya misaada katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi na ina madhara makubwa kwa watu. Wadau wa sekta ya habari nchini Tanzania wameitolea mwito serikali ya nchi hiyo kuhakikisha ulinzi na usalama wa wanahabari wakati wakitekeleza majukumu yao, hasa katika kipindi hichi ambacho taifa hilo la Afrika Mashariki linaelekea katika uchaguzi mkuu. Wito huo umetolewa wakati katika kilele cha maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani iliyofanyika kitaifa jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Kutoka huko mwandishi wetu Veronica Natalis ana ripoti zaidi. Maadhimisho hayo ya 33 tangu kuanzishwa kwake yamekusanya wadau muhimu wa habari na vyombo vya habari na kujadili mafanikio na changamoto mbalimbali ya sekta hiyo muhimu duniani. Wadau wa habari pamoja na wanahabari wameainisha baadhi ya changamoto ambazo zinatakiwa kushughulikiwa na mamlaka, kuwa ni pamoja na ulinzi wa wanahabari, elimu kwa wananchi kuhusu majukwaa ya kidijitali yatakayowezesha kutambua vyanzo sahihi vya habari, pamoja na kupitiwa kwa sera ya utangazaji ya Tanzania ya mwaka 2003 kwa sababu haiendani na mazingira ya sasa ya kidijitali. Mkurugenzi